amenisamehe, amenitakaza, ameniokoa, amenilinda. Ndio maana ninaimba, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, yu mwema kwangu, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema. Bwana asifiwe mtazamaji wangu, ninakukaribisha katika kipindi ambacho kinaitwa Kuinuliwa na Bwana. Siku hii ya leo ama jioni ya leo nimekuja kwako na ujumbe ambao utaweza kukuinua na kukubariki kwa njia ambayo ni ajabu. Ninakukaribisha unaponitazama popote ambapo uko mtazamaji wangu, pokea hii ujumbe siku ya leo ambao tunataka kunena neno ambalo litakuinua na kukubariki. Ninakuja kwako na neno ambalo linasema ya kwamba kuna ushindi baada ya kushindwa. Mtazamaji wangu, wacha tuombe kwa sababu ya neno. Baba wetu, tunakushukuru na tunakuinua kwa sababu ya mapenzi yako. Tunasema ni asante Bwana kwa sababu ya ujumbe ambao nimeuleta mbele zako. Ninatazama msikilizaji wangu, unapotazama ushindi huu, unapotazama neno la siku ya leo, utainuliwa na utabarikiwa kwa njia ambazo ni za ajabu. Ninakataa kila mipango zote ambazo Bwana zinaweza inuka kinyume kwa sababu ya neno lako. Ninatangaza ushindi na mamlaka likaweza kukuinua. Na ninasema Bwana wa majeshi, mtazamaji wangu anapolisikiza neno hili, Mungu utambariki na utamuinua na utaweza kumtenda mema. Tunatabiri ushindi na baraka zitaweza kuinuka kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Nimeomba na hata kuamini. Tumesoma neno ambalo Bwana wa majeshi, topic yetu ya siku ya leo inasema ya kwamba kuna ushindi baada ya kushindwa. Mungu ataweza kukuinua. Kuna mambo ambao umekuwa ukiyapitia katika njia tofauti. Kuna watu watakutabiria. Tazama Sauli, ya kwamba Sauli aliweza kutabiria Daudi. Watu wamepita katika mambo mabaya, wamepita katika njia mbaya. Mungu anasema ya kwamba wataweza kukutabiria. Wanaokusengenya usiku jioni ya leo, Mungu anasema ya kwamba watakutabiria. Wanaona ya kwamba kazi yako imefika mwisho, wataweza kukutabiria. Ninatazama msikilizaji wangu siku ya leo ama jioni ya leo, wanaokuongelelea vibaya, wanaokupiga vita, Mungu anasema ya kwamba mpendwa, watakutabiria siku moja. Nimekuja kukutabiria siku ya leo, kuna ushindi baada ya kushindwa. Bwana wa majeshi, biashara zako zimefika mwisho, kuna ushindi msikilizaji wangu. Biashara zako zimekuwa ni kama umekaa katika hali ambao sio ya kawaida, umekaa katika kitanda muda mrefu. Nimekuja kukuambia kwamba Sauli alitabiria Daudi. Sauli aliweza kumtabiria Daudi. Ni kwa sababu gani msikilizaji wangu? Kuna mambo ambao umekuwa ukiyapitia katika njia ambazo hazipendezi Mungu, katika njia ambazo si za ushindi. Lakini wale ambao wamekuwa wakikudhiaki, wakikusengenya, wakikupiga vita, every meeting has seated against your life. Mtazamaji wangu, jioni ya leo ninasema ya kwamba watakutabiria. Watakutabiria kwa magonjwa ambao umepitia, watakutabiria siku moja. Kwa vita ambazo umepitia, watakutabiria kwa siku moja. Haijalishi ya kwamba ni mangapi unayapitia, ni mangapi unayaona msikilizaji wangu, watakutabiria kwa ushindi. Watakutabiria kwa ushindi wako. Tazama, kuna mambo ambayo umepitia usiku na mchana. Umekaa kwa kitanda muda mrefu, umekaa katika hali ambayo sio ya kawaida, umekaa katika hali ambayo haimpendezi Mungu. Lakini ninasema ya kwamba wala ambao wanaona ukipitia hiyo hali, watakutabiria siku moja. Tazama, Daudi alitabiriwa na Sauli. Tazama, Daudi alitabiriwa na Sauli. Ilionekana kwamba Daudi amefika mwisho, lakini siku moja wakati Sauli alimdhihaki,
Hata Sauli alipitia katika hali akaona ya kwamba Daudi ana ushindi mkubwa, Daudi ameinuka, Daudi amebarikiwa, Daudi amepitia katika mambo mabaya. Lakini Sauli alimtabiria siku moja, alihakikisha kwamba ameona ya kwamba Daudi alihakikisha ameona ya kwamba mambo yake yamesonga mbele, mambo yake yameinuka. Na because nimekuja kwako nikisema watakutabiria kuna ushindi baada ya kushindwa. Umekaa katika hali mbaya, umekaa katika janga, umekaa katika anga ambaye impendezi Mungu, lakini wanakuja kukutabiria, wanakuja kukutabiria. Kazi yako watakutabiria, maisha yako watakutabiria, magonjwa ambayo kansa ambayo imeshinda wanadamu, ninakwambia kwamba watakutabiria. Uponyaji wako utaonekana, watakutabiria. Hata maadui wako ambao wanaona kwamba umefika mwisho, umekaa katika hali ngumu, umekaa katika mateso, umekaa katika sehemu ambayo yampendezi Mungu, watakutabiria. Wanaona umepakwa matope, watakutabiria. Wanaona umekaa katika muda ambao sio wako, watakutabiria. Ushindi huu ni wako Bwana. Usifananishwe na mwanadamu, fananishwa na Mungu. Usifananishwe na miungu, fananishwa na Mungu. Usifananishwe na sanamu, fananishwa na Mungu, kwa sababu watakutabiria. Sauli alitabiria Daudi na Daudi akaweza kuinuka. Sauli alitabiria Daudi na Daudi biashara zikainuka. Sauli alitabiria Daudi because maisha yako yako hali mbaya, maisha yako kama yamefika mwisho. Nimekutabiria jioni ya leo, rikarabaganda rikarababoli, kwa sababu ya neema ya Mungu watakutabiria. Wanaokaa katika vikao, wanaokaa katika meeting, mikutano na kuongea kinyume juu ya maisha yako, watakutabiria. Kwa siku moja watakutabiria. Roho ya Sauli haitaandama maisha yako. Roho ya Sauli haitakaa katika sehemu ambayo kupendezi. Ninatangaza kwamba tumekuja kuvunja roho ya Sauli. Watakutabiria mpendwa, katika hali yako yote wanakuja kukutabiria. Kila ushindi ambao uko mikononi mwako, ninasema ya kwamba neno la Mungu linasema, na Daudi alipokimbia akamwambia Sauli, Mungu wa majeshi, ninatangaza jioni ya leo watakutabiria mpendwa, katika hali ambao uko ndani saizi, katika janga ambalo uko ndani saizi, umekaa katika umaskini, umekaa katika hali mbaya, umekaa katika magonjwa, umekaa katika ufukara, umekaa katika hali ya ulevi, Mungu wa majeshi ako hai, atakutabiria. Umekaa katika pressure, wanakuja kukutabiria. Umekaa katika hali ya kansa, umekaa katika hali ya HIV, jioni ya leo nimekuja kwako nikisema watakutabiria. Wameona umefika mwisho, katika ndoa yako imejaa vita, katika maisha yako imejaa vita, lakini jioni ya leo wanakutabiria. Kuna Mungu aliye hai, kuna Mungu ambaye ako na uwezo, kuna Mungu ambaye ako na mamlaka. Wanakuja kukutabiria, wanakuja kukutabiria. Roho ya Sauli itakutabiria, roho ya Sauli itakutabiria, kwa sababu ya kwamba Sauli aliona Daudi amefika mwisho, Daudi amekaa katika hali ngumu, lakini wanakuja kukutabiria. Ninakuja kwa neno lingine katika Mark chapter 5 verse Mark chapter 5 verse 25 inasema kwamba na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12. Ninakuja kukuambia jioni ya leo, nimekuja kukutia moyo. Damu ambayo imemwagika kinyume na mapenzi yako, huyu mwanamke aliguza vazi la Yesu, akaweza kutabiriwa na Yesu, akaweza kuinuka. Nimekuja kukutabiria pia nami jioni ya leo. Ninakutabiria kuna uwezo na mamlaka mbele zako, kuna uwezo na mamlaka mbele zako. I pray today, I decree and declare in the mighty name of Jesus, watakutabiria damu itakauka, watakutabiria ugonjwa ambao uko nao utakauka. Wacha kupokea ripoti ya daktari, pokea ripoti la Mungu, pokea ripoti ambalo limetoka kwa Mungu. Watakutabiria mpendwa. Nimekuja kukulilia na kusema ya kwamba magonjwa ambao umepita ndani muda mrefu, umekaa katika hali ngumu, watakutabiria katika jina la Yesu. Watakutabiria. Huyu mwanamke alitokwa na damu,
alipitia katika hali ngumu, alipitia katika hali ngumu miaka 12. Wewe ni nani umekaa katika miaka miwili, umekaa mwaka mmoja, lakini hauoni ya kwamba Mungu anajibu? Mwanamke huyu alikaa katika miaka 12 ambayo Bwana wa majeshi, baraka zako ziko, hazitachelewa. Umetokwa na damu, hazitachelewa, itakauka kwa jina la Yesu. Damu yote Yesu alimaliza kule msalabani, damu yote Yesu alimaliza kule msalabani. Wanakuja kukutabiria kwa ushindi, utapona katika jina la Yesu. Kitanda ambao umekaa muda mrefu, umeona ya kwamba umefika mwisho, umeona ya kwamba uko tayari kuenda kaburini, ninakuambia kwamba Yesu alifufuka kutoka kule kaburini, alifufuka kutoka kule kaburini. Mwanamke huyu alitoka na damu, lakini baada ya siku 3 Yesu akafufuka ndani yake. Alipoguza pinde la nguo la huyo Yesu. Huyu Yesu ni nani? Huyu Yesu ni mtu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na wewe, mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, na akaweza kuponya huyu mama. Mama alipoguza vazi, kulikuwa na umati ya watu, kulikuwa na watu ambao waliona huyu mama amefika mwisho, huyu mama ameteseka, huyu mama imefika siku yake ya mwisho. Lakini nimekuja kukutabiria kuna magonjwa ambayo yatakauka ndani yako. Kansa haina mamlaka. Bwana wa majeshi, typhoid haina mamlaka. Nguvu za giza hazina mamlaka. Ninakutabiria jioni ya leo, mtazamaji wangu, unaposikiza hili neno, unapoendelea kunifuatilia, wanakutabiria na Mungu, wanakutabiria na Mungu. 2025 hakuna umwagikaji wa damu. 2025 hakuna uchumi ambao utatuangamiza. 2025 tunatabiriwa na Mungu. Hakuna mwingine kama wewe. Wakumbuka ya kwamba Jehova Mungu aliye hai katika kitabu cha Mark chapter 7 verse 8 inasema ya kwamba usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Simama na ungoje Mungu. Simama na umtumainie Mungu. Simama na uzidi kusimama. Maadui hawana mamlaka. Usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Nimesimama kukutabiria siku ya leo. Nimesema ya kwamba kuna Mungu aliye hai. Niangukapo mimi nitasimama tena. Usikae katika biashara ambazo zimeanguka. Ambia Mungu, niangukapo mimi nitasimama tena. Niangukapo mimi nitaendelea na safari. Niangukapo mimi ndoa itaendelea. Niangukapo mimi kuna ushindi katika safari yangu. Niangukapo mimi typhoid imekauka. Niangukapo mimi ninasema ya kwamba kansa inakauka. Hakuna kila ambacho kinashinda Mungu. Kinaweza kukushinda wewe mwanadamu, lakini ninakwambia kwamba adui ana mamlaka. Adui ana mamlaka katika maisha yako. Mika chapter 7 verse 8 inasema usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Simama mpendwa msikilizaji wangu, na uendelee na kumsimamia Mungu. Endelea na kupiga magoti na kumlilia huyu Mungu. Hakuna kila ambacho kinamshinda Mungu. Hakuna kila ambacho kinakaa katika hali ngumu katika maisha yako. Niangukapo mimi nitasimama tena. Jioni ya leo nimekuambia kwamba nimekuletea ujumbe ambao Bwana ataweza kukuinua, Bwana ataweza kukubariki. Maana inasema niangukapo mimi nitasimama tena. Usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Nimesimama kukuletea neno nikisema ya kwamba hakuna kitu ngumu ambacho kinamshinda Mungu. Likarabaganda likarababoria. Mungu ako pamoja na wewe. Mungu anasimama na wewe. Mungu ako anakutetea katika hali yako. Ndoa yako itainuka, maisha yako yatabarikiwa, kutembea kwako, uendapo na uingiapo. Wanasema ya kwamba niangukapo mimi nitasimama tena. Paulo na Sila walipoenda kule gerezani, Mungu wa majeshi aliweza kuwatetea, aliweza kuwapigania. Wewe ni nani mtazamaji wangu? Usiendelee kumngojea Mungu. Usiendelee kukaa katika hali ambao uko ndani saizi. Inuka na ukaweze kumuomba Mungu. Inuka na ukaweze kumtegemea Mungu. Hakuna mwingine kama Mungu wetu aliye hai.
hai, Mungu ambaye tunatumainia. Tunasema kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu ambaye anaona mambo yako. Ninasema ya kwamba every door closed, you are, oh my God, my Father, every door closed, oh my Father, oh Mungu wa majeshi, must open in the mighty name of Jesus. Must open in the mighty name of Jesus. Nimekuja kukutabiria kila mlango uliofungwa kinyume juu ya maisha yako, ninaomba ya kwamba lazima utafunguka. God are going to open international door in your life, mtazamaji wangu. Mungu anaenda kukutetea na anaenda kukupigania. Hakuna mwingine kama wewe. Matendo ya Mitume kitabu cha mstari wa 16 mstari wa 16:25 inasema ya kwamba Paulo na Sila walikuwa gerezani. Every prison in your life must be removed in the mighty name of Jesus. Kila mlango uliofungwa wa gereza, Mungu wa majeshi anaenda kuinua, anaenda kufungua milango za gereza. Umekaa katika jela, maisha ya jela, ninakutabiria kuanzia leo mtazamaji wangu, maisha ambao umekaa ndani ya jela, Paulo na Sila waliomba, milango zikafunguka, milango zikafunguka. Wakaanza kuimba wimbo wa sifa, wakaanza kumlilia Mungu wakisema ya kwamba unaweza, unastahili kuabudiwa na kuinuliwa. Paulo na Sila waliomba na milango za prison zikafunguka. Wewe ni nani umekaa katika hali ngumu? Fungua mlango wako, omba Bwana wa majeshi akutetee. Every closed door must open in the mighty name of Jesus. Utasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts chapter 16 verse 25. Inasema ya kwamba Paulo na Sila walipokuwa kule gerezani, waliomba na milango zikafunguka. Kuna ushindi baada ya kushindwa. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. Kuna ushindi baada ya kushindwa. Wewe ni nani mtazamaji wangu? Ukae katika hali ambayo ipendezi Mungu, ukae katika hali ya kupotea, ukae katika hali ya dhambi, umekaa kutesa watoto wa watu, umekaa katika hali ya uganga na uchawi na ushirikina, vitu ambazo hazimpendezi Mungu. Ninasema ya kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo mimi nitasimama tena. Ikosa jioni ya leo nimekuletea ujumbe mtazamaji wangu. Endelea kutumainia Bwana, na Bwana ataenda kukupigania, na Bwana ataenda kukutetea, na Bwana ataenda kukuokoa katika jina la Yesu. Mtazamaji wangu, receive today, receive the power of God. Ninawachilia neema katika kazi yako, ninawachilia neema katika biashara zako. Magonjwa ambayo yamekutesa mtazamaji wangu, umekaa hali ngumu, umekaa hali ya mateso, haupati fedha, haupati finance ya kusomesha watoto wako, watoto wamekaa katika hali ya kuchomewa mashule. Ninakuambia kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo mimi nitasimama tena. Ninakuja kukuambia, kukutia moyo jioni ya leo na kusema ya kwamba Bwana atapigana nao wanaopigana na wewe, kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Receive the anointing of God today. Receive the anointing of God today, kwa sababu kuna neema na kuna uponyaji katika uwepo wa Bwana. Kuna uponyaji katika uwepo wa Bwana. Wacha maadui waendelee kukutesa, wacha maadui waendelee kukaa katika hali yako, lakini kuna Mungu mbinguni. Every day, every time, every day, every time have an expiry date. Kuna expiry date ya maadui, kuna expiry date ya wanaokupiga vita, kuna expiry date ya magonjwa. Lakini nimekuambia kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo mimi nitasimama tena. Kwa sababu ya Sauli aliweza Bwana wa majeshi kutabiria Daudi, nikosa Daudi akainuka, Daudi akabarikiwa. Paulo na Sila milango zikafunguka. Wale ambao walikuwa wamepanga ukae ndani ya jela, jela ya umaskini, jela ya ufukara, jela ya magonjwa, hawana mamlaka kuanzia leo. Wanaokuchekelea siku moja utainuka, wanaokupangia mabaya, every meeting seated against your life, today I
declare and declare, my Father, hakuna roho ambayo itainuka. Die by fire in the mighty name of Jesus. Receive the power of God today. Receive the power of God today. Ninatangaza neema ya Bwana inatosha kukupigania. Neema ya Bwana inatosha kukubariki. Na hakuna vita ambazo utapigwa kwa sababu kuna Mungu. Hakuna damu ambayo utamwaga katika familia yenu. Umekaa katika familia ya mateso, Bwana atakutetea. Bwana, ninatabiria leo, wacha Mungu aweze kusimama na wewe. Tena Bwana, familia yako, watoto wako, ndoa yako, masomo yako, maisha yako, Bwana anaenda kuyainua. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Ni wewe msikilizaji wangu wa Steward TV, ninakuletea ujumbe huu ili ukaweze kuinuka na ukaweze kubarikiwa. Barikiwa na maandiko ambayo ninakupea, na nimekutabiria kwamba receive the power of God. No spirit will stand against your life. Ninatangaza kuna uhai ndani ya maisha yako. Kuna maisha yako kuinuka. Kuna maisha yako kuenda mbali. Wala ambao watakwenda milango za kimataifa, ninawaombea Bwana akawainue. Ninawaombea Bwana akawabariki. Ninakutabiria kama mtumishi wako Pastor Nelson Kangash, kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu anaenda kusimama na wewe. Simama na mimi, simama na mimi, simama na mimi, kwa sababu kuna Mungu aliye hai. Endelea kusupport hii kipindi. Endelea kusimama na Bwana atasema ya kwamba maadui wako wataondoka. Milango za gereza zitafunguka. Magonjwa ambayo umepitia muda mrefu, umekuwa ukijificha, uwezi ambia mwanadamu, ambia Mungu. Uwezi ambia mwanadamu uko na typhoid, ambia Mungu. Uwezi ambia mwanadamu uko na HIV, ambia Mungu. Uwezi ambia mwanadamu, Bwana wa majeshi, umekuwa na pressure muda mrefu, umekuwa na mateso muda mrefu. Kuanzia leo nimekuja kwako na furaha na amani. Ninakuombea Bwana akubariki. Ninakuombea Bwana akuinue. Maadui ambao walipanga mateso, walipanga mambo mabaya, wanakutesa, wanakurushia vitu ambazo hazipendezi Mungu. Wanakimbia kwa uganga usiku na mchana, wanaenda kwa wachawi usiku na mchana. Ambia hao wasifurahi juu yako, kwa sababu kuna Mungu. Every door closed must open in your life. Every door, receive the power of God. Uachilia nguvu za Bwana zifanye kazi ndani ya maisha yako. Endelea kuomba na mimi, endelea kusimama na mimi, endelea na utaona miujiza. Kuna miujiza ndani ya maisha yako. Wacha wale ambao wanakupiga vita waendelee kukupiga. Yule ambaye anapigwa vita, angalia vita zako na utaenda mbali. Angalia vita zako, maana zinafungua njia zako. Vita ambazo unapiga, piga tu makofi na kusema ya kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Na jioni ya leo umesimama. Jioni ya leo kuna baraka na kuna mamlaka ambayo yatasimama juu yako, maana kuna Mungu ambaye atakupigania. Kuna Mungu ambaye atakutetea. Kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, Mungu atakupigania na atakutetea. Receive the power of God. Pokea neema ya Bwana, na kuna Mungu. Na kukaribisha msikilizaji wangu, kwa maana umekuwa pamoja nami Pastor Nelson Kangash kule, na kukaribisha katika ibada zetu za Jumapili kule sehemu za Hawaii Road, Iten Road. Utakaribishwa pale. Kuna watumishi wa Mungu wako pale, wamepakwa mafuta. Yule ambaye anapiga mtumishi wa Mungu vita, hakika kuna vita ambazo zitamwandama na sitakulaani. Ninakubariki kwa sababu ya neema ya Mungu. Pokea tu miujiza kwa watumishi wa Mungu, na kukaribisha Hawaii Pastor Nelson Kangash. Popote ambapo huko, kuna namba zinatembea chini ya screen, utaweza kunipigia, tutaomba pamoja na milango zitafunguka. Kama Paulo na Sila zilifunguka, milango za Mungu zitaweza kufunguka ndani ya maisha yako, na Bwana atakupigania, Bwana atakutetea na atakutetea katika maisha yako. Kama uko pamoja na mimi msikilizaji wangu, unapoendelea kunitazama, wacha tuombe kwa sababu ya kipindi chetu ambacho kinakukujia every Jumamosi
siku ya Jumamosi saa 1:30. Endelea kunitazama katika station yetu ya Steward TV, na kuna Mungu ambaye atakupigania. Wacha tuombe na tuzidi kusimama pamoja. Baba wetu, tunakushukuru na tunakuinua kwa sababu ya mapenzi yako. Mtazamaji wangu ambaye ananisikiza na kusimama na hiki kipindi kwa sababu ya kuendesha injili ya Bwana, sio injili ya mwanadamu, lakini tunasema ya kwamba Bwana atakupigania na atasimama na wewe. Ninawachilia neema, na wachilia kibali, na wachilia miujiza, na wachilia utukufu katika kazi yako. Mahali ambapo umefinyika, Mungu anakuinua. Mahali ambapo umeteseka kwa muda mrefu, Mungu anakuinua. Ninatawachilia neema ya Bwana na utukufu wako, na kibali kikaweze kukuinua. Pokea sifa na utukufu unapotutembelea, unaponipigia simu. Ni furaha yangu Mungu akuinue, akubariki katika janga ambao umekaa ndani. Mungu anaenda kukuinua katika mateso ambao umekaa ndani. Mungu anaenda kukuinua. Never give up, na kwa sababu ya Mungu atakupigania, atakutetea. Unaposimama na watumishi wa Mungu wakikuombea, wakiinua milango za gereza zikifunguka, wakipigana na vita katika maisha yako, Bwana naye anaenda kuweka saini. Pokea sifa Bwana wa majeshi. Popote ambapo huko, ninawachilia baraka na achilia utukufu na miujiza, na Bwana atakubariki unapotutembelea, unapotukimbilia, unaposimama na kukimbilia huyu Mungu. Popote ambapo huko, mahali ambapo wendi kanisa, kama hakuna kanisa, tutembelee mji wa Hawaii na Mungu atakubariki. Kanisa ni Transforming Life Center kula Hawaii, na Mungu atakuinua, atakutenda mema. Kila siku ya Jumapili na siku ya Wednesday, Mungu ako pamoja na sisi, anatupigania. Wednesday kuna mchungaji pale living, kuna mchungaji ambaye atakutana na wewe akikuombea shida zako, akizikabidhi mikononi mwa Mungu pale Transforming Life Center. Mungu atakubariki na atakutenda mema. Siku ya Jumapili tuko na kanisa ambalo Bwana wa majeshi ametubariki nalo. Unaweza tutembelea na unaweza kutana pamoja na sisi, na Mungu atakubariki na atakuinua. Shalom, shalom. Amen. Amenisamehe, amenitakaza, ameniokoa, amenilinda. Ndio maana ninaimba, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova